kuja unipige. Kuja unipige. Wanaume wengine wanafanya kazi. Na wewe kazi yako hapa ni kukula kama panya. Kuja unipige, I post tuone nani atawekwa ndani. Kuja, shenzi kuja unipige. Kuja. Gender-based violence is a grave human violation in Kenya, a condition that can cause long-term and life-threatening injury and trauma to victims. It takes place in all societies, all cultures, a condition that can cause forced displacement, family breakdown and breakdown of the rule of law. Community structures is one of the key victims that causes such violence. In Kenya, a recent study found out that 32% of young women aged 18 to 24 years and 18% of their male counterpart reported experiencing sexual violence before the age of 18. Gender-based violence reduces the bargaining power to negotiate safer sex, stay on treatment, or remain in school. Men who reported domestic violence can face social stigma. Ama de wengine wawili wakadai hakuna venye inaweza enda hivyo, hao wakiona itabidi tu nimalize tu pande zote nikahandwa. Nilifosiwa nikalala na mademu wote watatu plus demu yangu akiwa hapo. So kitu inaniumaga sometimes. Niliogopa kwenda kuambia mtu cause nilikuwa na feel kama nimerepiwa mimi mwenyewe. Kwa filio nikawa nimerepiwa cause sikuwa nataka. Jackson had to suffer this in silence because he feared to face the social stigma. The issue of domestic violence, marked by culture of silence, has had an attention of social in the context of public policies and scientific circles. Because of its serious consequences, the phenomena of visibility arise with the feminist movement, which act demanded better living conditions and equal rights for women. James, not his real name, a father of one who lives in abusive marriage, agrees to talk to me about his demise. Hakuna kitu ilifanywa kabisa completely, na ilikuwa mpaka kwa news. Ingekuwa ni mimi nilimguza hivi hata nipple, acha kukata, kuguza hivi. Sasa ingekuwa naozea kule Kamiti. But yeye alining'oa transformer, alinikata kabisa. Sasa hizi siwezi fanya anything, siwezi pata hata mke. Tapata nifanyie nini? But nini ilifanyika? Sijui kama dunia ishakuwa ya mama ama wanawake wanafaa sasa kuishi, sisi si watu za tufai kuishi. Sijui. But ukweli ni kuwa wanaume tunakandamizwa. Hata sisi ni binadamu na tunataka attention. Sad stories across Kenya and the world. How the boy child is sexually, physically and psychologically violated. Who is the voice of the boy child? Down in the streets of Mathare Mlango Kubwa, I meet Newton, who decides to open up with the hope that he might get help. Kitu inaitwa gender violence. That watu nasema tu wanawake ndio wanaumia. Mimi nimekuwa nikiumia literally. That nimekuwa nikikuwa abused sexually na harasiwa. That unakuta mimi na hiki kijana wangu mdogo, yeye ni kama mama yangu, but ananilazimisha we have sex. Ananikataza siwezi katia mademu wengine. Yeye anaenda na hanya na wanaume wengine. Still anakuja ananikataza nisitumie condom. Na unaona nisipofanya hivi inamaanisha my education yote ina fall to scratch because yeye ndo analipia school fee. Who is to blame? Is it our parenting, or rather, where's the problem coming from? We can't find solutions to the problem you're not sure about. I met Max of Machozi and Ndume organization that deals with the gender-based violence against boys. This is what he had to say. Tell the boy child we have an organization, Machozi and Ndume Association. Mandume wenzangu, I understand it is a tough cause. I also understand you feel like your needs are not being represented. But I'm here today to tell you that you should not take revenge. Tujitokeze. Let us all report these cases. Wanawake wasitunyanyase tukiwa tumenyamaza. Viva! We need to redefine concepts. We need to engage all genders because this violence is not against women and girls only. Let's create systems, organization platforms where the boy child can comfortably and freely confide, seek and get help. Not just have them for formality. Let's have them fully functioning, well published. Let's end the GBV across all genders.